hawezi kuingia kwenye mahusiano na mwanaume ambaye analipwa milioni 1. Hii imekaaje mama Hivi kweli kwa Tanzania sisi kweli kuna mwanaume ambaye analipwa zaidi ya milioni 1 kweli? Au ndo wale vibopa bopa? Wapo wanaolipwa zaidi ya milioni 1 na wapo wale wa milioni 1. Ukimwangalia Nana na jinsi ambavyo matamshi yale yameyatoa, unajua kabisa ana mipango yake. Inategemea ni mipango ya aina gani. Ipo hivi, unavyojiweka ndivyo hivyo watu watakuchukulia. Yani unapoenda mahali ndivyo hivyo watu watakupokea. Nadhani kuna standard anajaribu kujiweka, which is sio jambo baya, sababu hata ukimwangalia Nana Doll mwenyewe si haba, nyumba yake mwenyewe piskali, anajielewa kabisa, si haba. Kwa hiyo sio mbaya kawa na mikakati kama ile, na ni vitu vya kumfanya hata Wema Sepetu astuke kidogo, aangalie jamani na namzungumzia Wema kwa sababu nikiangalia hata kipato cha Wema sio kwa ubaya, lakini na Whozu unaona kabisa Whozu ana kipato kidogo, Wema na kipato kikubwa. Kwa hiyo kuna vitu vingine ni kama elimu tu, tujipange mapema kabla ya kukutwa na lolote lile. Okay. Kuna baadhi ya watu wamemjia juu sana Nana baada ya kuweka hili wazi na kusema kwa nini azungumze maneno kama hayo ikiwa aliwahi kuwa hajalipwa tu 4,500 na alienda akatangaza kila sehemu kwa sababu ya kutokulipwa 4,500. Inakuwaje kwenye swala kama hili akalitangaze? Ina maana alishasahau kwamba na yeye pia alitoka huko kwa watu ambao walikosa chochote kitu? Labda hiyo 4,500 yake alikuwa anaenda kujazia kwenye milioni 5. You never know. Mimi ni mtu ambaye naamini sana mikakati ya mtu, lakini namuangalia mtu mwenyewe mikakati yake, namuangalia pia matendo yake, vitu alivyonavyo. Unaweza ukakataa, lakini unaweza ukakubali pia. Kwa hiyo wanawake ni wakati sasa wa kujipa vision za maendeleo. Msibaki nyuma, wadogo zangu, mabinti zangu, msibaki nyuma. Yani jipeni vision za maendeleo. Wewe usipige mpango wa 100,000 wakati una uwezo wa kupata 600,000. No, jipe range ya kueleweka. Pesa ukiitaka na yenyewe inakufuata. Pesa ikikutaka, ukiitaka pesa inakufuata. Okay. Ukiletea maringo pesa nayo pia inaondoka. Okay. Sawa sana. Hichi ndo ambacho Nana Dolls akaona bora ajiweke kwenye mipaka ya kusema hawezi kudeti under chini ya milioni 2 tuseme, kwa sababu milioni 1 si ndio milioni 2 yake huko mbele. Ina maana yeye kashajiweka kabisa kwenye range ya kupata pesa ndefu sana, sio hizi ndogo ndogo. Lakini mimi nimekumbuka amezungumzia kwa uzuri tu kwamba hata hakika mezani utazungumzia nini. Hapo kuna jinsi ambavyo, ndio maana nimesema kuna wakati amekosea, kuna wakati amepatia. Ni vile ambavyo ameamua kujiweka yeye. Sio jambo baya. Sio jambo baya. Wale wanaosema ni style mpya ya udangaji kwa wadada wa mjini ni kweli. Inawezekana kabisa ikawa ni style yake mpya ya udangaji, na kudanga ni kutafuta hela jamani. Uzuri tu ni hakikisha kama ni Nana Doll, kama ni nani, hakikisha unatumia njia iliyo sahihi. Kwa maana kudanga nayo pia ni njia sahihi ya kutafuta pesa. Kudanga ni kuhangaika, kuhemea. Yani hapa sisi tulipo tunadanga na watazamaji. Okay. Tunahemea habari zetu. Kwa hiyo inawezekana kwa Nana Dolls ikawa ni aina ya kudanga. Lakini amedanga kutumia tafsida. Ndio. Sawa. Kuna kimoja ambacho tumekishangaa sana kwa watu. Baada ya Juma Lokole kuposti bwana, kuandika Nana Dolls na Diva hawana tofauti. Tofauti yao ni mawigi tu, lakini akili zao ziko sawa. Juma kashida tabia. Diva hawezi kumfikia. Iwe kwa mate, iwe kwa damu, iwe kwa nguo kubadilishana, iwe kwa lolote, hawezi kumfikia Nana Dolls kwa upeo. Hivi uone Diva hata maneno anayoongea ni vichekesho fulani. Yani uone Diva ni mtu ambaye ashakumsi matusi. Yeye ni binadamu, mdogo wangu na mheshimu, lakini ni mtu ambaye hatazamiki, haeleweki, hana mipango kazi, yupo. Yani vitu vyake havina mpangilio.
Wewe haiwezekani ukawaambia Watanzania zaidi ya milioni 52 ukawaambia umenipeleka mimi polisi. Meanwhile hujanipeleka. Hivyo mtu ana akili timamu? Labda nitaka kuonyesha watu. Kwa nini uonyeshe? This is real life. Kwa sababu gani? Kwa kosa gani? Mimi nadhani umefika wakati sasa mtu kama Diva kumpuuza. Anatakiwa kupuuzwa. Yaani sio mtu ambaye hata analeta habari zenye mashiko. Nasikia anafanya vitimbi huko, lakini mimi ni mtu chuma. Upande shaba, upande dhahabu. Akinitaka ananipata wakati wote. Ndio. Sawa, tumalize na Nana Dolls. Ukitazama Nana kuna maneno aliandika kwenye akaunti yake pale. Alisema mnanichukia kwa sababu ya hii nyumba niliyojenga. Maneno mengi sana. Hivi unahisi kile ambacho watu walikizungumza ni kutokana na chuki ama ni kutokana na uelewa ambao waliuelewa baada ya yeye kuongea ile statement ambayo aliitoa? Kila mtu ana upande wake, kila mtu ana vision yake. Nimetoka kuzungumza. Pesa ukiheshimu, kaiheshimisha mdomoni kwako, ukajipangia viwango, inakuja kama ambavyo umesema. Lakini ukijichezea, narudia tena mabinti, msijichezee. Ukijichezea, ukaitamani 100,000 wakati una uwezo wa kupata 600,000. Unprofessional. Na alichokisema Nana Doll ni kwamba wanamuonea wivu. Mimi nadhani hajafikiri vizuri tu, kwa sababu kila mtu unazungumza mambo ya mwanaume mwenye uwezo wa milioni 5 wakati mtu ana date na mwanaume ana uwezo wa shilingi 7,000 kwa siku, lazima kutoche. Kwa hiyo anatakiwa apuuzie, achukue yote kama ni sehemu ya faida kwake, kwa sababu hakuna promo, sijui ni kuelezeje uelewe. Yaani hakuna promo rahisi. Vyovyote vile inazidi kumtambulisha. Hakuna promo rahisi ya biashara. Hakuna promo rahisi. Vyovyote vile aseme kwa uzuri, aseme kwa ubaya, anatambulishwa. Sawa sawa. Kwa maana kile alichokifanya ni kwa ajili ya kujitambulisha. Of course. Kama watu mnaichukulia ndivyo sivyo, mnazidi kumtambulisha, mnazidi kumpa promo, which is not bad for her. Inatakiwa ichukue kama positive way. Yes. Sawa sawa. Kwa maana hiyo sasa hivi tunakubaliana kwamba Nana Dolls ni mfanyabiashara na biashara yake pengine tunaweza tukasema ni hiyo njia mpya ya kudanga kwa kujitangaza kwamba hawezi kudanga na mtu mwenye mshahara chini ya kuanzia milioni 1. Wewe mchukulie vyovyote vile, lakini jua Nana Dolls ni mwanamke anayejielewa, binti ambaye anajielewa na mipango yake, ana kinyumba chake mwenyewe, ni mtu anayejielewa. Mtu anayejipangia. Kuwa mwanamke ni kuwa na mikakati, kuwa na mipango, kutekeleza mipango yako. Nikiuliza wangapi hata wana diary ya kuandika mipango yao kwa wiki, kwa mwezi, kila siku, kesho nitafanya nini, nitakosa. Watu wote karibu 1% kubwa wana simu. Nikiuliza wangapi wanatumia hata kuandika mikakati yao kwenye simu, wachache. Kwa hiyo lazima swala la kuandika mikakati yako ya maisha, mipango yako ya siku, ya wiki ni lazima. Na Nana Doll anaonekana anaandika, anapanga mikakati yake. Target zake ndio hizo. Kwa sababu hata nikisikia list za watu ambao labda aliwahi kutoka nao, labda ambao yuko naye, unajua kabisa ni mtu ambaye kiasi hicho anacho. Kwa hiyo she's real. Sawa sawa.